her sister, njama yenu ilikuwa tuwajengee nyumba, then mtoke my brother. Hata naona hiyo si mambo ya kuingilia sana. Something I need from now, I need title deed yangu nilikupatia tafadhali. Reduce mara ya kwanza. Na mtoto sasa. So that nimweke kwa biashara ndo ingizange hizo pesa. But mimi nileka mamangu akua account. Anarun hizo account. Ni vile tuliona huyu Mavi ni mjeuri sana. Exactly. Tukaona hawezi tucheza kinini, atucheze akili na tucheze mali sasa tukacheza kisisi. Yeah. Because tell me why hakuwa iniambia she's a sister. Unaona face kwa appearance yake ni smart sana for customer attraction. So tukamweka tukamdisplay. Exactly. Una vile ulibeba ujinga. Una vile ulibeba ujinga. Sasa uko na mimba? So wewe na ulibeba ufala. You have nothing. Hold on. So hello guys, welcome to Msafirisho guys, kama kawaida mnajua kuna tunafaa. Mnajua kenyewe tunafanya. So unajua guys, mimi nimeita driver manze na unajua kuna mmesikia venye stories zimeenda manze na zingine hatukuwa tunajua. But hizi vitu zote zenye tunajua ni juu ya daktari ndio ametusaidia tumejua, si ndio? Daktari amesaidia sana. Na bado mimi na feel kuna bado vitu mingi sana. Na najua daktari atafanya tu mambo yake. Si ndio? Yeah. So unajua tulisikia pia kumbe huyu mama ya Michelle na Vicky ni masisters. Unaelewa? Yeah, so kwa wenye maybe wacha watch hiyo wataangalia hiyo previous episode waangalie. For all these years. Sister yangu Michelle. Sister yangu kabisa. Alafu huyu ni Mrwanda. Ni auntie yako. Alizaliwa Rwanda, huyu akazaliwa Kenya. Unamheshimu. Mbona mimi amkuniheshimu? Heshimu aje na mali yako nilikulindia. Si unaona hata nilikupatia. Unajua kunipea sahi. Sawa, tulia. Michelle, tulia. Bro, kwa aje? Mimi niko fit, niko mzima. Niko poa. Uko poa? Niko poa. Haya basi poa. So tumekuleta hapa hivi na tumesikia ziji kuna ile shamba ilikuwa ni kuna nyumba ziji shamba mlinunua mkaanza kujenga nyumba. Si ndio? Na hiyo nyumba ilikuwa ya nani mlikuwa mnajenga? Sasa mimi na mam tuliketi tukasikizana tukachukua do. Wewe na mam peke yako kama wewe na nani? Mimi mam na yeye. Na nani? Mrwandisi. Kwani zao mko Mrwandisi? Tuliketi tukasikizana tukachukua pesa. Bro goja. Actually hizo pesa ni za Michelle. Sio bibi yako zaidi Mrwandisi. Haya, huyu alikuwa na njama nyingine hata sielewi. Alikuwa na njama nyingine mbaya. Alikuwa na njama zingine mzuri. So, tuliketi tukasikizana tukachukua some part of the money. Akisingoja aeleze story. Mimi siwezi. Yaani mnanigeuka saa hizi. Wewe nyamaza, acha explain. Nyamaza. Ni pesa yako umetumika kama ni yangu. Funga mdomo. Hebu endelea. Tulia, nakwambia utulie. Sinaisema. Haya, anza bro story. Haya. Mimi mam na yeye tulisikizana tukaketi, tukachukua some part of the money kwa biashara za Michelle. Tukajengea my brother Davy and Vicky because they were getting married. So ile nyumba mlikuwa mnawajengea? Tulikuwa tunajengea nyumba. Sasa mimi sikuwa najua kumbe yeye alikuwa na njama zingine. Alikuwa anataka my brother wachane na Vicky alafu wabaki nayo nini? Hiyo nyumba. Na unajua hiyo nyumba, hiyo pesa tulitumia ilikuwa ya Michelle. Haya, fanya hivi. Thank you for being honest. Okay? Thank you for being honest. Now what I want is the money you used to jenga that house or title deed. Hiyo nyumba. Hiyo nyumba. Ya hiyo shamba. Either of the two. Either you go resell the house and bring the money or you bring the title deed nitajiuzia. Okay? Funga mdomo. Pesa ni ya nani? Pesa ni ya nani? Pesa ni ya nani? Pesa ni ya nani? Nasikia vizuri. Hiyo nayo. Pesa ni ya nani? Kwenda huko. Pesa si yako. Ni ya nani? Ni ya nani? Si kijana kwa shasema. Ngoja nibonge. Acha huyu jamaa bonge. Nimesema hii nayo kitaumana, si wadanganyi. Nikitoa jacket hivi, ikitaumana. Jacket gani? Hatutaelewana. Mimi sikuwa najua kuna njama mbaya. Mama kuniambia madhe ati mko na yeye na madhe. Sasa hivi mnaniita Mrwanda. Na ujeuri wako na ujeuri wako. Wewe. Did you know these two are sisters? Did you know najua? I'm so surprised. Sikuwa najua kumbe you being her sister, njama yenu ilikuwa tuwajengee nyumba, then mtoke my brother. Hata naona hiyo si mambo ya kuingilia sana. Simama tu hivi. I need from now, I need title deed yangu nilikupatia tafadhali. Sasa bro, kuna kitu sasa nataka nielewe hapa hivi, ndio? Nilikutumu uende kuuza. By the way uliuza? Title deed ya nani? Title deed ya nani? Kaa pale wewe msichana. Kaa pale uniheshimu, ni mama yako sawa? Hebu wewe Trevi, naona sasa hivi mnanigeuka wewe na madhe. Hakuna title deed unaweza kupata by title deed. Hatujamake any decision. Sasa nimeshajua ulikuwa na njama zingine zenye tulia. Mama asikia. Hatujamake any decision kuhusu kuuza hiyo. Arudi Rwanda. Yeah.
Ati arudi. Ufanye aje? Title deed kitaumana. Trevi, unipatie title deed. Title deed si yako, ni yangu na nitaiuza ama mnirudishie pesa. Either of the two. Ngangana na biashara zako. Sawa. Na hiyo shamba, hiyo nyumba ni biashara yangu. Nilijenga. Hii nyumba nilijenga, sawa. Hii nayo siingililie. Ilijengwa na pesa ya nani? Jibu swali. Ngoja funga mdomo, jibu swali. Ilijengwa na pesa ya nani? Nifunge mdomo na ni mama yako mimi. Pesa ya nani? Si jibu swali. Tulia. Michelle, tulia. Tulia tuongee na Trevor, sawa? Kuna ulikuwa umesema wewe ulikuwa na hizo title, si ndio? Mimi mbona hukuniambia she's your sister? Why? All this time umenifichia. Why? Hypocrite. Na nilijua. Ndio maana ngoja. Na ndio maana na wewe tutasema wewe business vizuri. Sikuweka hapo kwa hiyo business. Nilikuwa najua njama yako. Ulikuwa unataka njama yako kuja unitoke the whole of the business. Sikutaka utoke tafadhali. Mtu kama manager peke yake because I knew you earlier on. Uliniseduce. So say I'm date. Say to date aliniseduce mara ya kwanza. Na mtoto sasa. So that nimweke kwa biashara ndo aingizange hizo pesa. But mimi nileka mamangu akua account. Anarun hizo accounts. Ni vile tuliona huyu Mavi ni mjeuri sana. Exactly. Tukaona hawezi tucheza kinini, atucheze akili na tucheze mali sasa tukacheza kisisi. Because tell me why hakuwa niambia she's a sister. Mbona why do you never say that to me? Yeye naye ikuhusu. So historia. Sasa sijakataa inihusu. See how selfish they are. Why did you want me to build you the house? Ndio utoke brother yangu. Nikuulize, kwani si mlikuwa mnaishi maisha mazuri? Nini mama yako nikamtoa pahara akakuja kuishi na wewe akafanya biashara akiwa sawa maisha mazuri. Kwani hebu nipatie title deed tafadhali. Title deed upewi. Title deed ni mimi napewa. Okay? Ni mimi mwenyewe. Pesa zako tunakupatia. Usiniguze. Pesa zako tunakupatia. Ni sawa. Sorry la. Sasa huyu sister yangu umefichua mambo yote. Hiyo title deed hata watupei sasa itaendaje? Walete. Mnatudaisha nini? Hiyo title deed tupe mwenyewe adili na vitu zake. Mnamjua kutoka mwanzo. Unamjua? Unamjua? Alikuwa Simama hivi. Alikuwa my daughter in law. Unajua kusema lakini hatuwezi. So mtulie. Tuulize Trevor maswali pole. Napenda pesa sana. Mtulie. Sawa. Tuulize Trevor maswali, si ndio? Trevor, mkiendelea kujenga hiyo nyumba, nani alipewa title deed mara ya kwanza? Nani alikuwa nayo? Juu weekend anasema eti alikuwa na hiyo title deed na hizi stories zote zikihappen. Na hakuwahi sema. Nani alikuwa na title deed? Ilikuwa yangu. Ni mimi title deed ilikuwa yangu. Lakini mbona ukaandika? Jina yangu? It was mine. Mbona ukaandikisha jina yangu? Nataka usiishi maisha baya. Na basi mbona ukaandika? Lakini why is it at the moment? Sasa si wewe uko nayo, lazima nipatie. Mimi niko nayo. Sisi kupatia. Alikupea lini bro? Amekupea juzi wakati mambo imeharibika. Alikupea akakwambia aje? Sasa ile reason alinipatia ni juu. So unajua hiyo mali yote ni ya Michelle. So we had to sell the house turudishia pesa. So, kwa hivyo sasa tena umegeuka tena unaenda kwa Michelle akisi mnapenda mali. Title deed yangu itakuwa hapo. Mali ya nani? Mimi nasema tu vile ilifaa. Hiyo nilikupatia title deed na nikakupatia logbook. Remember that. Nilingangana initially mine. Okay? Everything here is mine. Nyinyi mwenda mjitafutie vitu zenyu. Lazima hiyo mali yote ingerudi kwa mwenyewe. Tunaongea story na properties. Atirudi kwa mwenyewe. Exactly. Pia na hiyo nyumba yangu. Nyumba yako. Together with the accounts. Hiyo pesa iko kwa accounts. Together with that. Mnaanza na hiyo na title deed. Sikiza tukwambie. The account pia. Michelle, unaona wewe unafaa kutulia tukwambie vile mambo ina. Unajua kwanza uko na mimba pale. Unajua uko na mtoto pale. Nyamaza. Hata ameanza kujiganganisha na mazee. We. Mimi nakupangia vile pesa zako utapata. Aeleze. Bro, eleza. Michelle, I just told you. Tunauza hiyo nyumba and that land tukuletee pesa. Ni nini? Sasa unyamaze tukuletee pesa. Na accounts. Si tumesikia unyamaze tunakuletea. Alright. Hold on. Good. So deal yote ilikuwa gani hizi stories zote? Huyu alikuja kwa kampuni akakwambia aje? Yeye ndiye alikusaidia akakukatia. Huyu kwanza ndo alinikatia. Alikuwa na njama mbaya. Njoo hivyo. Sikuwa najua hivyo because tell me why. Sikuwa najua Vicky is your sister. You never told me that. Why? So all this time you've been lying. You came into my company. So kampuni alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa biashara. Tulimweka tu kama manager juu. Ningemweka kama pale kwa accounts.
saizi ingekuwa Tandururu. Hiyo pesa yote angeichukua. Na nilijua mapema. Kwani ulikuwa unaanza Huyu dem So ako unaona face kwa appearance yake ni smart sana for customer attraction. So tukamdisplay. exactly. Unaona vile ulibeba ujinga. Exactly. Unaona vile ulibeba ujinga. So- Sasa uko na mimba So wewe na ulibeba ufala. Tulia. You have nothing. hold on. Usiniguze wewe. Jua ya kwamba sawa jua I invested with that money. Wewe zimeenda zote. Bro unasema mimi nataka tujue tu ya kwamba songa hivi bro. wajua tu ya kwamba Pia mimi. Umeanza kukuwa honest. jua tu ya kwamba saizi hauna chochote. You as long are as I have my daughter here. Just go back to Hata Rwanda. nikulia. Usinilenge. Kaa pale. Wacha tu- Usinilenge. Wote ni madhe na mama yake na Joking. Unataka kijana. kurudia- You're crazy. Unataka Narudiana na nani? Trevor. Msafiri, I'm going to marry a mzungu. Okay? That's my plan. Mimi mambo ya Wakenya I'm done. Okay? Mnirudishie pesa. Yes, mzungu. Nilisema mtoto wangu anakanga mzungu. Hawezi. Wewe na kudisown as my mother. Okay, na kudisown. Usiniite please. Usiniite. Usinitie mtoto. Mtulie muongee moja moja. I'm Wacha not ongea. there. Nasema hivi, Michelle, bear in mind from the beginning ulikuwa wa hii familia. So Usijipendekeze hivyo. Huwezi pendwa. Sasa tufanye hivi. Bro, acha kwanza mama bonge. nipe time niongee. Aseme vizuri Mnanifurahisha, mnajipendekeza kwa pesa za wenyewe. You know me, I have nothing to say actually. Kina nani zanisi hata. Kwa mnajipendekeza Au mimi. kujipendekeza wewe. I invested. I have nothing to regret hapa. I invested. Na nilitoka kitambo nikanawa mkono venye walininyang'anya. Na mbona basi umekasirika the fact that hauko kwa deal? Mbona mjue na muelewe, mtarudi Rwanda, mtatuacha huku tu. Huyu mtoto wetu ataenda tu kutusachia mali. Kuzaa. Unajanga uchungu ya kuzaa wewe. huyu hajawahi enda Rwanda. Huyu alizaliwa Mimi hapa. sasa unaniambia niende Rwanda. Rwanda nikafanya nini? Mtaenda na huyo Sasa sister. inamaanisha Rwanda saizi unajua mna chochote saizi. mtoto yako. Title deed imeenda, nyuma imeenda. I invested here in Kenya. inauzwa. Siwezi rudi Rwanda. Haya. Ajua chochote kwani si niko na mtoto. Unaishi Haya, wapi? tulia. Mtoto mgani? Labda huyo mwenye umebeba hapo, si Haya, mimi. tulia. Hata wewe. Hapana. Haya, mtulie please. Hapana, Please, mimi sina tulia. mama. Haya, Sina mama mimi. sawa, tulia. Sasa na wewe unaona vile umenigeuka mambo yote. Sasa tutarushwa tunaenda Mimi wapi? nilijua sister kutoka kitambo hii mali itaenda Segemnege. umenyamaza. Itaenda Segemnege ndio maana mimi Nyamaza tuishi maisha I yangu. invested kisirisiri tu nikafanya mambo yangu. Umeinvest nini? Niko Uko na nani? properties zangu. Yes, nini? Alikuwa anategemea mimi ya wapi? Yeye nilikutegemea Ya wapi? Kitambo Kama tunawajengea nyumba, tulikuwa tunawajengea nyumba ichi na bro, hakuna nini. Ya kitambo nilikuwa nawategemea but now I have Hiyo no land money. to furnish nyumba, tuwabaie gari, hizo mambo yote. Pesa Ni net mtoto account. wangu. Ni mtoto Sawa. I can count those pesa zenye mmenisaidia. So kazi ya huyu kwa kampuni ilikuwa mlikuwa mmemweka kama display. Tulikuwa tumeweka hivyo kama display. Unajua huyu tushughuli anajua kucheza chini. Saa akishika customer hivi, So ama nifanya customer yeye hatuwezi mruhusu. So tulikuwa ni kama yani alikuwa kama investment hapo. Ati ni anakaa Huyu. display surely. You are a slave. Hata ni show za Wewe ulikuwa slave, ulikuwa mfanyikazi kama house help. Una get? Wewe na house help hakuna difference. Okay? Yeah. So bro, ni ukweli huyu alikuwa kama display. Ni ukweli. Attract watu. Tulimaka kama manager juu unajua kofiti anabonga poa, anajua tu close deals. So alikuwa tu manager. But pale kwa accounts, hakuwa. So mbona unasema ni display? So in fact, Unajua kwa nini? Si ati na mdharao, ni vile tu najua. Kakikuja kalikuwa kanaongea vizuri. Wacha mambo mingi madhe. Funga mdomo. Acha mambo don't isemwe, touch my mom like nyamaza. that. Wacha ongea. Hivyo ndo Don't- unakuanga usonge hivi unajipendekeza. Mwambie tu asipoint mama yangu hivyo. Sawa. Mimi kitu hapa lakini mali irudishwe. Bro songa hivi. Mimi songa. niache na yangu. Wewe umenichomea Ni sana. invest. Haya, Mate. Vile alikuja, aliambia kijanangu, yani information yenye niletewa na huyu, ndio huyu awe kwa hiyo biashara. Kaniambia, tumepata Mrwanda mzuri sana. Vile anaongea, waweza tamani hata wewe madhi. So huyo ni mzuri kumweka hapo, kumdisplay hapo, juu sura ni nyororo. Alafu mama, unajua kweli ya kwamba mama, Tutakupa time muongee. Juu lazima angekuja tuongee tu negotiate before uingie wapi hapo. Vile aliingia tukaona huyu mtoto ni kama amefanya business management. So tukajua sisi tumefanya nini?
tumepata mtu wa kutufanyia hiyo kazi yote. So lakini tukaongea na huyu kijanangu, nikamwambia unajua watu vizuri, akaniambia mama na wajua. Nikamwambia but usidhubutu aingie kwa account zetu. Wacha hapa fanye hapo pesa kama display sasa. Yes, akae hapo kama kwani alafu na mama kama unakumbuka vizuri mama, nilikwambia yeye ndo alinikatia. Sio kama tulipata tu town kutu shughuli zangu. Yeye alinipea mimba sio? Na nikakwambia kama kwa biashara anafanya vizuri. Kijana wangu sijasi bibi yako alienda. Miaka ngapi? Ni sawa mama, tukamtumia kwa biashara kafanya kazi. Si bibi yako alikuwa hapa? Wakati huo alikuwa ati ameenda kutafuta mali huko maji. Haya sasa wewe hii biashara ilikuwa imefunguliwa huko unapewa pesa yenye hiyo biashara huko unatumiwa? Pesa sikuwa natumiwa. What it was happening was you know, I want to open more businesses. Unaget, I'm an investor at the end of the day. I don't take money and keep it in my savings. I want to continue spreading it. So ilikuwa bado I had plans to open more. Unaget, yes, ilikuwa kwa accounts and I was checking the you know, the balances and everything about the accounts. But it was still under Trevor because I trusted him. Mimi sikuwa najua hata huyu mama ako kwa accounts. Sikuwa najua there's a display here. Mimi sikuwa najua hizo vitu zote. Mimi nilikuwa najua tu this person ndo nimeweka. I trusted him with everything, my accounts. Ndio maana hata sikuwa najua na hiyo pesa ikuje ati inifikie. Hapana, I wanted to invest it more. And I wanted him, but I had plans for you, Trevor. I had plans to expand things for you. Because niliona you're working so hard in Kenya. Shut up, sianza kuongea. I saw you're working so hard in Kenya. Wacha niku appreciate kidogo, but ona vile umejaribia and you'll end up with nothing. You'll end up with nothing. Niliwaambia madhe kitakuramba na huyo mtoto. Mnajipendekeza kwa mtoto wangu. Niliwaambia hiyo mali mtatoka. Mimi sikujui. Umesema uko na husband US. Sijui mzungu what? Pia mimi na support hapo. Ondoka kabisa, wasi watu wa kukaa nao. Rudi maisha ya kukaa nao nayo. Haya sasa tufanye hivi. Haya, hiyo title deed ulipewa na huyo, si ndio? Akakwambia umesema alikwambia nini? Alinipatia. Akakwambia uende? Tukao tumamua. Yaani hiyo pesa itakuwa mingi itapatikana. Tufunge biashara zingine. Hiyo title deed yenye alikupea ni ya nini? Si ilikuwa ya nini, ya hiyo nyumba na hiyo shamba. Niko tu hapo. Fanyia nini? Fanyia nini? Lazima angeuza huyu. Lazima ningeuza juu. Mimi nilikuwa na plani ya kufunga biashara zingine at the same time. Ngoja. Hiyo pesa inafaa kurudisha. Unaelewa? Kwa mishi. So hiyo title deed iko wapi? Niko nayo. So hujapata mtu mwenye kununua hiyo shamba. Inauzwa ina few hours inafaa kuuza. In fact me being here mna invest time. Inafaa iuzwe nipatiane. In fact in a few hours inafaa kuwa town nipatiane. Pesa nyingine nirudishe kwa mishi. So wewe unajua hiyo story? Hiyo story najua vizuri. Mimi hakuna kitu sijui. Kila kitu ina happen hapa mimi najua. Sasa hata ukiniona age yangu hakuna kitu inaweza chini ya maji bila mimi kujulizwa na hao wote. Kwa hivyo story na hiyo title deed najua ilikuwa imeandikwa Viki. Na Viki tulikuwa tunataka aolewe na my son mwingine yule Devi wakae hapo. Haya, after vile tu tuliona turudishie Michelle vitu zake. Huyo kijana wangu akaniambia mam, wacha nichukue title deed kutoka kwa mama Michelle. Tufanye nini? Tuuze hiyo shamba, turudishe mali ya wenyewe. Kumbe hiyo ndilikuwa deal. Na akatafuta mtu wa kununua. Sasa iko kwa process. So nikwambia niko na so hiyo mkiuza hiyo shamba mtapea Michelle pesa yake. Exactly. Hiyo pesa iko kwa accounts. Mtatuma hiyo pia? Hatuwezi. Acha kuangalia kando, madhe. Acha kuangalia kando. Hata pia mimi sitakubali hiyo. Hiyo nyumba ni yangu. Sasa Michelle tumefanyia kazi. The fact that you ni mama yako. Ukirudishwa kila kitu yako, sawa? Mtakaa chini, muongee. Mwaje story mingi. Ndio mtoto yangu. Safiri sikiza. Sawa tutaongea. Nitamsamehea. But there is nothing she's getting from me. Nothing, not even a coin. Nothing. Not even empathy. Okay? Ata utu. Nothing. You're getting nothing from me. Ile wanatugeuka hivi. Singekuwa hapo. Hiyo mali ingegurudi. Haukunigeuka na uongo. Watajisort, hiyo story yenu mtajipanga kivyenu.
Sasa hizo vitu mtarudi. Answer na hiyo pesa iko kwa account basi. Hatuwezi. Imagine mtarudisha. Kwani? Hapa hamna choice. Hamna alternative. Do you think running business for all this time? Hapana, hamtaniapandisha hasira hapa ati exactly. Let me talk. Kuja aseme tu hii maneno tu ishe. But me all I have to refund. Msikie. Kwanza huyu mkongwe kwenda hivi. Mkongwe tena. Mara majina, mara Rwanda ni mara sijui mkongwe, sijui display. Majina si nimeitwa mimi. Hizo zote na bado. Njama ulikuwa nayo ilikuwa na njama mbaya. Tufanye aje wamekataa kurudisha hizo vitu. Daktari please. Akuje. Daktari atafanya warudishe. Naomba unihurumie, ukae kwa kando yangu, sawa? Sawa, nilifanya makosa. Amesema acha tu vitu zingine kwanza. Usifanye nikuwekelee kofi wewe. Usifanye nikuwekelee kofi. Unaona wanatugeuka, ati nilikuwa display. Unaona vile mama ana manipulate. You're a narcissist, manipulator. Just go back to your home country and work from there. Because huyu sasa kwao si babake alikuanga Mkenya. Mama yake ndio Mrwanda. Mimi ni Mkenya. Hata kama mnanifukuza mimi. Alizaliwa Rwanda. Sasa hizi unajua una chochote. Sasa mbona mnamfukuza? Mbona mnukuzira una chochote? So, acha nikuona nini sipokuwa mtoto wangu aliwalea? Kwani hizo account si ni pesa iko. Mimi usinite mtoto wako. Daktari akuje. My name is Michelle. Acha daktari. Michelle, ita ule daktari wako. Muite. Yes. Muite ndio. Kwa hivyo msaidie naye. Sasa mtoto wangu aita damu yangu. Hii ni mtoto wangu. Acha tu nisalimie kidogo. Acha tu ninyamaze muendelee kubishana hivi kwa sababu pesa nitarudisha. Hao watu waumie mama. Hao warudi waumie. Unakumbuka vile niliambia daktari? Naenda kufikiria. Sawa, akuje sasa umwambie. Na hata hivyo ndio, na nimefikiria sirudishi. Hizo pesa tutarudisha vipi? Urudishi? Hiyo tatu ndio tunapewa. Pesa zako tunakurudishia. Unajua daktari anakuanga na two choices. Kwani mamangu amefanya kazi? Sikiza, nyamaza. Anarudisha amefanya kazi. Nyamaza. Daktari anakuanga na two choices. Hiyo kazi amefanya ni zero. Sikiza, fungeni mdomo. Ongea moja. Daktari anakuanga na two choices. Either you give it willingly or you match. This time round you are not giving. Okay? This time round you are sorry. Or you just do it out of You ain't doing it this time. no one's out of kule nyasi. Leo kule nyasi. So you have two choices. Wewe madhe. Usinite madhe. Usithubutu kuchapa sister yangu wewe. Pesa zenyewe mrudishe. Vile umewezi my son. Okay, I'm not gonna point her but money pesa zote warudishe. Simkomeni tunarudisha hizo pesa. Pesa zenyewe mimi I'll refund but mimi siko hapo. Soft sana. Acha tulete daktari, si ndio? Niteni daktari please. Sawa. Pesa mrudishe tu. Daktari akuje. Daktari akikuja itakuwa aje? Utaona. Si umekataa kupeana willingly. Niko pande yako, leta daktari. Sawa. Ite hiyo jina wewe. Endelea na mzungu. Wacha kujifanya hapa ati si ndio? Uendelee na mzungu, si ndio? Sawa, haya. Wacha Trevi. Utakuwa ukiwaonea kwa nini? Mnarudi ushago Bro, kuna kitu uko unajua. Sasa huyu ni Mrwanda, sawa? Huyu ni Mrwanda. So huyu alizaliwa Rwanda, ndio wazazi wake wakakuja Kenya, wakazaa huyu hapa, sawa? So huyu ndio ajui huyu uko unajua. Unajua. Unakula mtu ujui. Huyu unajua nilimpata wapi? Huyu nilimpata tu nifanye biashara zangu. Yeye ananiambia tu. But yeye ni half-caste, baka ni Mkenya. Unajua msafiri kuna mimba hapa inaendelea. Kuna mtoto hapa involved. Hata sijui mwana anajali. Sijui mwana anajali by the way. Sijui mwana anajali. Sasa mtoto ni mimba. Story za mimba. Mimi nilisema open my son. Hata sielewi kabisa ati mwenye ako huko ni mtoto wako, so usiongelee sana. Mama mtoto wangu. Na nilikuwa nimesema ya kwamba sasa mtafanya aje? Unaweza nipatia ama unaweza lea. Leta hiyo title deed basi. Leta hiyo title deed basi. Utaileta kwa sababu niko na mtoto wako hapa. Siwezi hata zao nipe. Nipe kama nani na unarushwa. Mtoto wangu sasa anakurusha nje. Ujue hivi. Kwa familia yangu no co-parenting. Huyu akienda aende akiendanga. Atupe mtoto.